Kamilika awamu ya kwanza ya mradi huu, tayari tumeshaanza kuona matokeo chanya kwamba uwezo wa kuzalisha maji umepanda kutoka lita milioni 3.7 na sasa mradi unazalisha lita milioni 6 kwa siku, na hivyo kutosheleza mahitaji ya mji huu. Mradi huu umeongeza uwezo wa kufikia wananchi kutoka 50,615 hadi wananchi 300,000 sasa watafaidika na mradi huu kwenye vijiji 38 za Same, Mwanga, lakini na kule Korogwe. Huduma ya maji iliyokuwa inapatikana kwa masaa machache, kwa sasa maji yanapatikana kwa masaa 24 kila siku. Hiyo ndo taarifa nilionayo wana Mwanga na Same, na kama ni uongo mtakuja kuniambia nijue vya kushughulika na waziri, lakini taarifa nilionayo mnapata maji masaa 24 kila siku. Vile vile kwa miundombinu iliyowekezwa hapa, mradi huu una uwezo wa kuzalisha lita milioni 51.65 kwa siku. Hii ni kusema kuwa mradi huu utatufaa kukidhi mahitaji ya sasa, lakini pia utatufaa kadri mahitaji yanavyokuwa miaka ijayo. Hakika haya yote ni mafanikio makubwa sana. Mafanikio ya kuboresha huduma ya maji yanagusa kila nyanja ya maisha yetu, yanaenda kupunguza umaskini, kupunguza muda wa kutafuta na kuchota maji ili kuwezesha wananchi kufanya kazi zao nyingine za maendeleo, na kuongezeka kwa muda wa wanafunzi hasa wa kike, ndio wanatolewa mapema sana au jioni sana, katafuteni maji. Watapata na muda wa kushughulika mambo mengine, lakini pia mama zetu wa maeneo haya na wenyewe watapata muda, kwa sababu maji yanapatikana karibu, na wengine maji yanapatikana ndani ya nyumba. Ule muda wa kwenda kusaka maji sasa utatumika kwa mambo mengine. Lakini maji haya yanakwenda kuimarisha afya za wananchi na kuepusha magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. Mradi huu pia utachochea uwekezaji, kwani sasa kuna uhakika wa maji na wapo wawekezaji ambao miradi yao inategemea uwepo wa maji. Sasa hivi ndani ya wilaya hii ya Mwanga tuna umeme, tuna maji ya uhakika. Umeme unakatika maeneo ya kaskazini huku, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa 24 muda wote bila kukatika. Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe kanda ya kaskazini na wananchi wafaidi na umeme. Kwa tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika kila pahali. Vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji na umeme wa kutosha tunaununua, unaingia ili kazi za maendeleo ziendelee. Ndugu zangu, pamoja na kusema hayo, ninafahamu kuwa kati ya vijiji 14 vilivyozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni vijiji 4 tu vilivyounganishwa au vilivyounganishwa maji hadi sasa. Nikutake Waziri wa Maji kuhakikisha kuwa vijiji vingine 10 vilivyosalia vinaingizwa kwenye mpango wa kuunganishwa maji tena kwa haraka. Hawa wanaozungukwa na bwawa la Nyumba ya Mungu ni wadau muhimu sana kwa mradi huu. Ni wadau ambao tunawategemea kutulindia chanzo kile. Sasa kama maji yanawapita hawanayo, moyo wa kulinda kile chanzo hautokuwepo. Niombe sana wapatiwe maji kwa haraka ili waendelee kulinda chanzo kile cha maji. Kwa upande mwingine, nafahamu kwamba kule ambapo miundombinu ya maji imepita, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira ya Same, Mwanga tayari mmeshaunganisha kaya zaidi ya 1500 tangu mwezi Julai mwaka jana 2024 hadi sasa. Lakini nitoe rai kwenu kwamba kwa miundombinu ambayo tumeitandika, mkaunganishe maji kwa wananchi kwa spidi ya haraka. Muende haraka kwenye kuunganisha maji, kwa sababu fedha zilizojenga mradi huu ni fedha za mkopo kama wenyewe walivyosema hapa. Hatukugaiwa, ni mkopo.
na biashara ya maji hii ili ifanyike kwa vizuri na fedha zikusanywe, lazima wananchi wengi waunge maji, watumie maji, fedha zikusanywe, tupate kurudisha mkopo huu. Kwa hiyo jinsi mtakavyokuwa mnawaungia wananchi wengi, ndivyo tutakavyoweza kukusanya fedha zaidi na tunaweza kulipa mkopo wetu. Lakini nitoe indhari katika kuunganisha huko na kuwasimamia wananchi walipe. Tafadhali waziri, simamia wananchi hawa wasende kubambikiwa bili za maji. Nilikwambia nyuma, narudia, najua bado hujapata uwezo mkubwa. Tafuta mita ambazo mtu atalipa maji jinsi anavyotumia. Atanunua maji ya shilingi 10,000, anatumia ya 10,000 yake ikimalizika maji anakata. Itamlazimu aende akanunue tena ili atumie. Mkiwaekea zile mita za tumia tu, wanatumia wanavyoweza, wanamwagia mboga mboga, ukimpelekea bili atasema umembambika bili. Kwa jitahidi upate mita zile za kulipia kwanza, ndipo utumie maji ili maji yalipwe ipasavyo.